Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia kwa na hali ya uzima na afya. Niwashukuru na wenzangu humu wote waliokuwa katika bunge hili tukufu, wamekaa na kutulia ili kusikiliza mpango unaoendelezwa hivi sasa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwamba bajeti hii ni bajeti yetu ya mwisho kwa kipindi hichi. Tukimaliza kufunga kwa sasa hivi tutakuwa hakuna bajeti tena. Kwa hiyo kwanza nachukua fursa hii ya kuwashukuru wabunge wangu wote waliokuwa humu ndani. Nawashukuru sana kwa kukaa pamoja, kwa kutulia na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Nashukuru sana na tuendelee kukaa nao pamoja ili tuweze kujenga mustakabali wetu wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru waziri wangu wa fedha pamoja na naibu wake kwa kazi kubwa anazozifanya katika serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanafanya kazi kubwa na leo hii wapo mezani ili kupitisha bajeti yao ya mpango katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wangu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake anazozifanya. Anafanya kazi kubwa ambazo kazi hizo zinaonekana Tanzania nzima pamoja na serikali zake nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Lakini kwa kuendelea sasa, ili na mimi sasa hivi niweze kuishauri serikali yangu, nimeliona jambo kubwa katika jiji hili la Dodoma. Jiji la Dodoma hivi sasa hivi limekuwa linakuwa kwa kila hatua, kwa kila wakati, kwa kila saa. Kwa kipindi cha mwaka 2014 sivyo ilivyokuwa sasa hivi Dodoma. Sasa hivi imekuwa sana. Kwa hiyo mimi nilitizama katika kutizama yangu, ushauri wangu nimesema niulete katika mpango ili iangalie nayo serikali yangu. Je, hili nitakalolisema wataweza kulifanya? Kwa sababu serikali yetu ina miradi mikubwa mingi sana. Na miradi hiyo inaendelea kufanya kazi, lakini hivi sasa hivi nataka nilitie hili ili liweze kufanyika katika jiji letu hili la Dodoma. Na hii pia ni mradi huu mkubwa sana. Jiji la Dodoma hivi sasa hivi limekuwa kubwa na kuna msongamano wa barabara na magari. Yaani sisi tukitoka hapa sasa hivi bungeni, kama watatoka mawaziri wao mwanzo, basi uhakikishe nyumbani unaweza ukafika saa 2-3 kutokana na msongo uliokuwa nje mabarabarani. Kwa hiyo ushauri wangu ulikuwa namuomba waziri wangu Mheshimiwa Mwigulu pamoja na naibu wake walichukua hili swala, tuweze kujengewa barabara ya juu ili flyover kama inawezekana iwe kama Dar es Salaam, kwa sababu hili jiji kubwa na kila usiku linakuwa. Je, tukijengewa hii barabara huku flyover, tukapita kule juu na wengine wakapita chini, basi ule msongamano unakuwa mdogo, hauwi mkubwa kama kuliko hivi sasa hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri serikali yangu hili swala, na serikali yangu sikivu, kama inawezekana nayo pia lifanyiwe kazi katika jiji la Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu la pili nalichangia kuhusu mkoa wangu wa Kusini Unguja. Mkoa wa Kusini Unguja ni mkoa una wilaya 2. Mkoa ule umejaa utalii baina ya kati na kusini. Lakini mimi nitazungumzia kuhusu suala la askari walokuweko kule Kusini Unguja, hasa hususa kuhusu zile nyumba za polisi zimeanza kujengwa hichi kipindi cha mwaka wa pili, bado hazijamalizika. Nilipiga kelele kuhusu vituo, lakini vituo tayari vimemalizika na hivi sasa vinafanya kazi vizuri. Lakini nyumba zao askari Kusini Unguja zinajengwa kwa kusuasua na hatujui lini nyumba zile zitaweza kumalizika. Nilikuwa naishauri serikali zile nyumba zimalizwe haraka ili wale askari
askari wetu waweze kukaa, waweze kupata sehemu sahihi ya kuweza kukaa ili wakafanya kazi vizuri, na ukazingatia mkoa wa Kusini ni mkoa wa watalii. Lakini ikiwa wanakaa kule pale wakati wa utalii unapopamba moto wako kule, basi watazidi kujenga usalama katika kile kijiji chetu cha kule Kusini Unguja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na yangu hayo mawili, sina mambo makubwa sana isipokuwa hayo. Naunga mkono hoja 100%. Asante mwenyekiti, asante waziri wa fedha, asante naibu. Ingawa mnazungumza huko lakini najua mmesikia. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mwantumdau Haji. Nimtaje Mheshimiwa Vedastus